Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo? Ni siku nyingine tena tunakutana katika kapu la habari. Mimi Hilal Seif Riyami nitakusomea habari za kitaifa. Na katika habari za kimataifa utakuwa naye Saadi Suleiman. Awali ya yote tunaangazia muhtasari wake. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanzisha majimbo mapya 8 na kubadilisha majina ya majimbo 12 ya uchaguzi. Wadau wa uchaguzi wataka dosari zilizotokeza katika awamu ya pili ya zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura zifanyiwe kazi. Katika habari za kimataifa, mafuriko mashariki mwa DRC yasababisha vifo zaidi ya watu 100 na wengine zaidi ya 50 hawajulikani walipo katika kijiji kimoja kilichopo karibu na fukwe za ziwa Tanganyika. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanzisha majimbo mapya 8 na kubadilisha majina majimbo 12 ya uchaguzi yatakayotumika kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani unaotarajiwa kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu 2025. Saadi Suleiman anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma, mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, Jaji wa Rufani Jacobus Mwambegele, amesema tume imefikia uamuzi huo baada kupitia maombi kutoka kwenye mikoa mbalimbali nchini. Tume ilipokea jumla ya maombi 34 ya kugawa majimbo ya uchaguzi na maombi 10 ya kubadili majina ya majimbo. Baada ya kupokea maombi na kwa kuzingatia kanuni ya 18 ndogo ya 5 ya kanuni za Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi za mwaka 2024, tume ilitembelea na kufanya vikao na wadau katika baadhi ya majimbo yaliyoomba kugawanywa pamoja na majimbo yote yaliyoomba kubadilishwa majina ili kujiridhisha na taarifa za maombi zilizowasilishwa tume. Ametaja majimbo hayo ni pamoja na mkoa ni Dar es Salaam, jimbo la Kivule limegawanywa katika jimbo la Ukonga na jimbo la Chamanzi lililogawanywa katika jimbo la Mbagala. Mkoa wa Kigoma, halmashauri ya wilaya ya Kakonko, jimbo la uchaguzi la Buyungu sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Kakonko. Mkoa wa Simiyu, wilaya Bariadi, jimbo la sasa la Bariadi sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Bariadi vijijini. Mkoa wa Singida, majimbo 5 ya uchaguzi yamebadilishwa majina kama ifuatavyo. Jimbo la uchaguzi la Manyoni Mashariki sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Manyoni. Jimbo la uchaguzi la Singida Kaskazini sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ilongero. Jimbo la uchaguzi la Manyoni Magharibi sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Itigi. Jimbo la uchaguzi la Singida Mashariki sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ikungi Mashariki. Jimbo la uchaguzi la Singida Magharibi sasa litaitwa jimbo la uchaguzi la Ikungi Magharibi. Aidha, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imebadili majina majimbo 12 ya uchaguzi, ambapo jimbo la Chato sasa litaitwa Chato Kaskazini, jimbo la Nkenge katika halmashauri ya wilaya ya Misenyi mkoani Kagera litaitwa Misenyi, na jimbo la uchaguzi Mpanda vijijini wilayani Tanganyika mkoani Katavi litakuwa ni jimbo la Tanganyika. Mkoa wa Dodoma limeanzishwa jimbo jipya moja, ambapo jimbo la uchaguzi la Dodoma mjini
limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Mtumba. Mkoa wa Mbeya limeanzishwa jimbo jipya moja, ambapo jimbo la uchaguzi la Mbeya mjini limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Uyole. Mkoa wa Simiyu limeanzishwa jimbo jipya moja, ambapo jimbo la uchaguzi la Bariadi limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Bariadi mjini. Mkoa wa Geita yameanzishwa majimbo mawili kama ifuatavyo: mosi, jimbo la uchaguzi la Busanda limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Katoro, na pili, jimbo la uchaguzi la Chato limegawanywa na kuanzishwa jimbo jipya la uchaguzi la Chato Kusini. Mkoa wa Shinyanga limeanzishwa jimbo jipya moja, ambapo jimbo la uchaguzi la Solwa limegawanya na kuanzisha jimbo jipya la uchaguzi la Itwangi. Majimbo mengine yaliyobadilishwa majina ni jimbo la Tabora Kaskazini limebadilishwa jina na kuitwa jimbo la Uyui, na jimbo la Handeni vijijini mkoani Tanga litaitwa Handeni. Kufuatia kuongezeka kwa majimbo mapya 8, uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025 kutakuwa na jumla ya majimbo 272, majimbo 222 Tanzania bara na majimbo 50 visiwani Zanzibar. Wadau wa vyama vya siasa kisiwani Pemba wameshauri Tume ya Uchaguzi Zanzibar ZEC kufanyia marekebisho baadhi ya kasoro zilizotokeza katika awamu ya pili ya uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura ili kila mwenye sifa na vigezo aweze kuandikishwa na kupata haki yake ya msingi ya kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba 2025. Taarifa yake Juma Seif inasimuliwa studio na Rajab Shaban Matuga. Maoni hayo ya wadau yamekuja kupitia kikao kilichoandaliwa na Tume ya Uchaguzi Zanzibar kilicholenga kutoa tathmini ya awamu ya pili ya uandikishaji katika daftari la kudumu la mpiga kura huko Tibilizi Chake Chake, mkoa wa Kusini Pemba. Wananchi wengi ambao pengine kwa sababu moja ama nyingine wamepoteza vitambulisho vyao vya kupigia kura, ama vimeungua moto ama vimezama baharini, ambazo zote ni kesi zinatokea kwa sababu vitambulisho vinatumika katika shughuli zote za maisha. Je, watu hawa tunawafanyaje mheshimiwa? Tusinyoshiane sana vidole, tutafute namna ya kuondoa kasoro, sio? Na hakuna njia ya busara zaidi ya kukaa tukajadiliana mezani, tukaona kasoro ilipo na hatimaye tukaweza tukaitatua. Tume ingewaita hawa viongozi wa kisiasa wakakaa pamoja, wakatoa ile idadi ya watu ambao hawakuandikishwa ikajulikana, mkawapata nyinyi ikajulikana. Baada ya hapo mkachukua hatua kwamba kwa nini hawakuandikishwa, kama kuna njia ya kurudishwa waandikishwe, basi waandikishwe. Katika uandikishaji huo wa awamu ya pili, malengo ya Tume ya Uchaguzi Zanzibar ilikuwa ni kuandikisha wapiga kura 78,922, lakini hadi zoezi hilo linakamilika wapiga kura 101,641 sawa na 128.76 ya wapiga kura waliandikishwa. Moja ya changamoto kubwa iliyotokeza ambayo tunaomba wadau wajiepushe nazo katika hatua zinazofuata za uandikishaji wa wapiga kura ni kitendo cha wadau kuingilia na kujaribu kuingilia mamlaka ya Tume ya Uchaguzi kwa kutoa au kujaribu kutoa maagizo kwa watendaji na makarani wa uandikishaji, kama ambavyo baadhi ya watu walijaribu kufanya wakati wa zoezi la uandikishaji. Changamoto ya pili iliyojitokeza ni baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kutoa kauli za uongo na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na hata kufikia kutangaza taarifa za zoezi la uandikishaji kabla taarifa hizo kutolewa na Tume ambayo ndio yenye mamlaka ya sheria kutoa taarifa hizo. Kitendo hicho si cha kiungwana na kilikuwa na nia kuleta vurugu na machafuko ya kisiasa nchini kuelekea uchaguzi mkuu. Akifungua mkutano huo, mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar, Jaji George Joseph Kazi, ametaja changamoto zilizopo ikiwemo baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa kuingilia mamlaka ya tume. Katika wilaya ya Micheweni waliojitokeza ni 4824, katika wilaya ya Wete waliojitokeza 6239, Chake Chake waliojitokeza na kuandikishwa 8023, Mkoani waliojitokeza na kuandikishwa 7764,
Kaskazini A waliojitokeza na kuandikishwa 9,040, Kaskazini B waliojitokeza na kuandikishwa 7,102, Magharibi A waliojitokeza na kuandikishwa 15,787, Magharibi B waliojitokeza na kuandikishwa 13,771, wilaya ya Kati waliojitokeza na kuandikishwa 9,500, wilaya ya Kusini waliojitokeza na kuandikishwa 3,983, na wilaya ya Mjini ambapo zoezi tumehitimisha waliojitokeza na kuandikishwa walikuwa takriban watu 15,608. Kisiwani Unguja, kikosi cha zimamoto na uokozi kimefanikiwa kuopoa mwili wa mwanaume mmoja anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 30 na 35 ambaye hakuweza kutambulika jina lake kwa wakati huo, aliyekutwa anaelea akiwa tayari amefariki katika bwawa la Mwanakwerekwe, wilaya ya Magharibi Ba, mkoa wa Mjini Magharibi. Mwili huo umefanikiwa kuopolewa na timu ya uzamiaji kutoka kikosi cha zimamoto na uokozi, ambapo kupitia msaidizi wa kitengo hicho mteule daraja la pili Kasim Haji Kibudu, akieleza hatua zilizochukuliwa kuopoa mwili huo, ametoa angalizo kwa wananchi wa maeneo hayo. Taarifa hii imepata kupitia kwa mkuu wa wilaya. Napenda kutoa ushauri kwa wananchi, wazazi, walezi na jamii kwa ujumla, tuwe na indhari katika sehemu zote za mabwawa, maziwa na hata baharini. Kuna matukio mengi yanatokea sana. Kwa hiyo napenda niseme kwamba wananchi, wazazi, walezi, vijana, watoto tuwachunge sana katika sehemu hatarishi au katika sehemu kama hizi za mabwawa, maziwa haya, mito pamoja na bahari. Baada ya kuopolewa kwa mwili huo umekabidhiwa kwa jeshi la polisi ambao nao wameupeleka katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja. Mnamo majira ya saa 9:44 za mchana ilipokelewa mwili wa marehemu kutoka askari polisi wa Mazizini kwa kushirikiana na kikosi cha zimamoto na uokozi. Huyu marehemu inasemekana kwamba alizama kwenye bwawa la Mwanakwerekwe na leo hii ameokolewa na kikosi cha zimamoto na uokozi. Huyu marehemu ni mwanamume, hajulikani jina wala anapoishi. Anakisiwa kuwa na umri kati ya miaka 30 mpaka 35. Kwa upande wake, sheha wa shehia ya Mwanakwerekwe Kombo Ali Amer akielezea zaidi tukio hilo, amesema taarifa ya kuelea kwa mwili huo amezipata kutoka kwa wananchi, huku chanzo hasa kilichopelekea mtu huyo kuzama ndani ya bwawa la Mwanakwerekwe kikiwa bado hakijafahamika. Na halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani imepokea kiasi cha shilingi milioni 600 kutoka serikali kuu kwa ajili ya upanuzi na kuipandisha hadhi zahanati ya kata ya Chuno na kuwa kituo cha afya ili kuboresha utoaji huduma za matibabu kwa wananchi wa kata hiyo. Saadi Suleiman kwa mara nyingine na arifu zaidi. Athibitisha kupokea fedha hizo mara baada ya kikao cha baraza la madiwani, mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani, Mwalimu Hassan Nyange, amesema watahakikisha ujenzi wa kituo hicho cha afya unakamilika haraka iwezekanavyo. Lakini tuelewe kwamba mji wetu unatanuka, mji wetu unakuwa. Mbali na kwamba mji wetu kukua, wananchi wamekuwa ni wengi. Kwa hiyo wananchi wakiwa wengi, huduma za afya zinahitajika sana. Kwa hilo tutakwenda kulitekeleza, na niahidi tu kama ambavyo serikali imetoa fedha maeneo mengi hapa nchini, sisi tutakwenda kujipanga. Na furaha yetu ni kiwe kituo cha kwanza cha afya kukamilika nchini, kama vile ambavyo tuliweza kukamilisha kwa haraka kabisa shule mpya sekondari ya Mtwara Tandika. Niseme tu halmashauri ya manispaa ya Mtwara Mikindani imefanikiwa kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo kupitia mwaka wa fedha 2024-2025 kupitia fedha kutoka serikali kuu pamoja na mapato ya ndani. Tumeweza kutekeleza miradi pamoja na makusanyo ya kawaida ya wananchi. Lile tamko la Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipokuja kwenye mkutano wake na kutoa kauli ya kwamba mazao yote yasafirishwe kupitia bandari ya Mtwara, sisi halmashauri limetusaidia sana. Tumekusanya fedha nyingi ambazo zimetusaidia kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo, lakini pia na makusanyo yetu ya kawaida ya ndani. Kila sehemu ambapo utapita miradi ambayo inatekelezwa na manispaa hii, ukilinganisha na sehemu nyingine, miradi ya maendeleo ambayo inatekelezwa na halmashauri inaridhisha kwa kiasi kikubwa sana. Tunaridhishwa sana na namna ambavyo miradi ya maendeleo ya wananchi inatekelezwa na manispaa hii, lakini chini ya usimamizi wenu nyinyi waheshimiwa madiwani.
Ujenzi wa kituo cha afya katika kata ya Chuno, mbali na kuboresha utoaji wa huduma za afya, lakini pia kinakwenda kuwa mwarobaini wa changamoto zilizopo, ikiwemo kutembea umbali mrefu kwa wananchi kufuata huduma za matibabu katika kituo cha afya Likome, hospitali ya mkoa. Kuna zaidi ya milioni 666,233 imefika halmashauri kwa ajili ya kuipandisha hadhi zahanati ya Chuno sasa kwenda kuwa kituo cha afya. Hii ni historia, lakini heshima kwetu kama kata. Sisi kama kata ya Chuno tunasema, mimi kama diwani mwenyekiti wa kamati ya maendeleo nasema leo hapa kwamba sisi mama ndo anatudai, kwa sababu yeye sisi hatumdai. Yote ambayo anataka kutekelezea sisi kama kata amefanya. Itapunguza hata umbali mrefu kwa wakazi wale kwenda kufuata huduma bora hospitali yetu ya rufaa ya mkoa ama kwenye kituo chetu cha afya cha Likombe ambako kwa pana distance kidogo. Na kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Mtwara ndo kunahitimisha kapu la habari kwa habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi na kisha turejea hapa kuangazia habari za kimataifa. Hii ni Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Mahasin TV, channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Shukran za dhati mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kuwa nasi, na sasa ni wasaa kuziangazia habari za kimataifa kama zilivyoandaliwa naye Saadi Suleiman. Karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Zaidi ya watu 100 wamefariki kufuatia mafuriko na wengine zaidi ya 50 hawajulikani walipo katika kijiji kimoja karibu na fukwe za ziwa Tanganyika huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yameelezwa na msimamizi wa wilaya ya Fizi katika mkoa wa Kivu Kusini, Sami Kaloch, ambaye amefahamisha kwamba mafuriko hayo yameathiri kijiji cha Kasaba ambako taarifa zinaonyesha hadi siku ya Jumamosi zaidi ya watu 100 wamefariki. Waziri wa afya wa jimbo la Kivu Kusini, Theophile Walulika, amesema kwamba juhudi za kutafuta watu zaidi na kuokoa kinachowezekana zimekwamishwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na miundombinu duni. Mafuriko hayo yanashuhudiwa kwenye eneo hilo katika wakati ambapo mashambulizi ya waasi wa M23 yameongezeka katika eneo hilo la mashariki tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Maelfu ya watu wameuawa katika kipindi cha miezi miwili ya mwanzo wa mwaka huu kufuatia mapigano hayo. Kwingineko, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema yuko tayari kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin nchini Uturuki mnamo siku ya Alhamisi kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya kumaliza vita kati ya nchi hizo mbili. Zelensky ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kuwa wanasubiri usitishaji kamili na wa kudumu wa mapigano ili kutoa msingi unaohitajika kwa diplomasia. Kiongozi huyo wa Ukraine ameongeza kuwa hakuna maana yoyote ya kuendeleza mauaji. Hata hivyo, hakukuwa na majibu yoyote kutoka ikulu ya Urusi Kremlin kuhusu utayari wa Zelensky kuzungumza na Putin. Zelensky na viongozi wa Ulaya walichukua msimamo mwisho wa wiki kwamba hakutafanyika mazungumzo yoyote hadi Putin atakapokubali kusitisha mapigano kwa siku 30 bila masharti kuanzia leo Jumatatu, ingawa Urusi imekataa. Na tuzitamatishe habari za kimataifa. Jeshi la India limeionya Pakistan juu ya kukiuka makubaliano kusitisha mapigano yaliyofikiwa wiki hii.
Jeshi hilo limearifu Pakistan kuhusu nia India kujibu iwapo Pakistan itakiuka tena makubaliano hayo. Onyo hilo limetolewa na afisa mwandamizi wa jeshi la India, na kwa upande mwingine msemaji wa jeshi la Pakistan amekanusha kuwepo kwa ukiukaji wowote wa kusitisha mapigano. Mkurugenzi wa operesheni za kijeshi wa India ametoa onyo hilo wakati wa usitishaji wa mapigano kwa saa 24 ukitekelezwa baada ya pande zote mbili kulaumiana kwa ukiukaji wa awali wa makubaliano hayo usiku wa kuamkia Jumamosi. Makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyotangazwa Jumamosi yalifuatia siku 4 za mapigano makali kati ya majirani hao wanaomiliki silaha za nyuklia katika mapigano mabaya zaidi kuwahi kutokea kwa takriban miongo mitatu. India na Pakistan zilishambuliana kwa makombora na droni na kulenga vituo vya kijeshi vya kila upande na kusababisha vifo vya karibu watu 70. Diplomasia na shinikizo kutoka Marekani imesaidia kufanikisha makubaliano kusitisha mapigano katika wakati ambapo lilionekana nchi hizo mbili zitatumbukia kwenye mzozo mbaya zaidi. Saad Suleiman, Mahasin TV. Shukran Saad Suleiman kwa habari za kimataifa. Na kabla tujahitimisha kapu letu la habari, tujikumbushe miongoni mwa habari tulizokuwa nazo hii. Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imeanzisha majimbo mapya 8 na kubadilisha majina ya majimbo 12 ya uchaguzi. Wadau wa uchaguzi wataka dosari zilizotokeza katika awamu ya pili ya zoezi la uboreshaji wa daftari la mpiga kura zifanyiwe kazi. Katika habari za kimataifa, mafuriko mashariki mwa DRC yasababisha vifo zaidi ya watu 100 na wengine zaidi ya 50 hawajulikani walipo katika kijiji kimoja kilichopo karibu na fukwe za ziwa Tanganyika. Na mpaka hapo ndo tunafika mwisho wa kapu la habari. Inshallah pata majali wake Maulana. Ungana nasi hapo kesho muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha kuletea kapu la habari, mimi ni Hilali Sefuria nilokusomea habari za kitaifa, na katika habari za kimataifa ulikuwa naye Saad Suleiman. Nikutakie utazamaji mwema vipindi mbalimbali vinavyoendelea hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Billahi taufik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante na kwaheri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.